Okay, msikilizaji, katika sehemu ya 10 ya simulizi yetu ya Binti Zamda bwana, kama una kumbukumbu zako ziko vizuri, utakumbuka kama tulifikia wakati ambao mashoga zetu huku eli kabisa wale, kwa maana ya Mercy pamoja na Agi, walikuwa wamempigia simu Bwashemela, wakamwambia kila kitu ambacho basi ndugu yake wifi kama wifi Misra alikuwa amemfanyia mwanamke wake ambaye alikuwa amelazwa. Basi mwanaume alikuwa anarudi amejazwa kweli kweli, huyo mwanamke atanitambua, undugu tunauvunja, kilikaenda karudi. Sasa ameahidi kwamba anarudi, lakini Binti Zamda anasema kwamba hiki sio kitu ambacho alikuwa anakitaka, kwa anataka wa ndugu wagombane, na ndio maana akusema kitu chochote kile. Sasa itakuwaje mwanaume anarudi? Karibu sana msikilizaji, hapa ni Simulizi Zetu Media. Hakikisha umesubscribe channel yetu, usiache kutana notification, lakini usiache kulike, kushare bila kusahau kuandika comment yako, hususan ile ambayo unatuambia unatusikiliza ukiwa wapi. Karibu kwenye group yetu ya WhatsApp. Tuna group moja tu, tuma ujumbe kwa ajili ya kuungwa ili kukutana na familia nyingine ya wapenda simulizi. Tunapiga umbea kule ndani jamani. Tuma ujumbe kwa ajili ya kuungwa, namba ya simu ni 0757567253. Lakini kumbuka Simulizi Zetu Media inapatikana kwenye mitandao yote ya kijamii kwa jina la Simulizi Zetu Media. Jina langu naitwa Tutu, karibu, na hii ni sehemu ya 11. Basi binti anasema siku iliyofuata mume wangu alikuja pale hospitali bwana, alikuja pale na ilikuwa ni kwenye majira kama ya saa 4 hivi. Alipofika alienda kwa daktari ambako huko alipewa baadhi ya maelezo. Wakati huyo alikuwa akiambiwa ikifika saa 10 basi ningeruhusiwa, kwa kuwa nilikuwa tayari mimi nimeshakaa sawa. Basi baada ya kutoka kwa daktari alikuja mpaka chumba ambacho mimi nilikuwa nimelazwa. Alinikuta kwenye chumba kile, huku pembeni alikuwepo Mercy pamoja na Agi ambao walikuwa wanapiga story 2-3 hivi. Mbona mko wenyewe? Misra yuko wapi? Mume wangu aliuliza mara baada ya kupata salamu. Misra, nikajikuta mimi nataka kuongea ili nibuni uongo mwingine. Hebu mwambie ukweli bwana. Mercy alidakia akinitazama kabla ya kuhamisha macho yake kumtazama Shaibu, akamwambia hebu sikia Shemela, huyo mtu ambaye anaitwa Misra hajawahi kanyaga hapa, hajawahi kuja kwa sababu anajua mfanya makosa. Sijui anajivunia nini yule. Mbona kila siku mniambia kwamba ndio alikuwa mnaongozana kuja hospitali? Thubutu. Mimi labda nikanye pale, hajawahi kanyaga. Kwa hiyo ilikuwaje? Unajua mimi bado nachanganyikiwa. Mume wangu aliuliza akinitazama. Nilifahamu kwamba alikuwa anataka kujua ukweli kwa mara nyingine, lakini si kama ambavyo nilimwambia kwenye simu. Alikuwa anataka kuthibitisha kama kile ambacho nilimwambia ilikuwa ni kweli. Basi sikuwa na namna kwa sababu kila kitu tayari kilikuwa wazi. Nikajikuta namsimulia. Hakuwa na neno lolote lile ambalo alilitoa wakati nikiwa nasimulia. Alinisikiza kwa makini sana, na mimi niliongea kikweli. Niliongea kila kitu ambacho kilikuwa kimetokea. Basi baada ya mazungumzo nikamwona mume wangu anashusha pumzi kubwa sana. Akaniangalia akasema, nimekusikia mke wangu. Kumsikia peke yake haitoshi, agelidakia. Si ndio hapo sasa, hebu chukua maamuzi bwana, wewe mwanaume. Mercy naye alikazia, kama ile kwenda India hana, mpatie ili tu akuachie ndoa yako. Mpe tu, atakuharibia ndoa yenu, mnaenda kumchekechekea. Ageliongea, jamani wewe alikuwa na hasira. Wewe naomba ukae kimya, kelele zako huko. Jamani Mercy, nyoko. Jamani, sasa mbona mnakuwa hivyo? Mimi naona ilikuwa hasira tu, ni hasira tu kwa ajili ya mtoto wake, ndio maana kama kufanya vile. Ilikuwa ni sauti yangu ya upole ambayo nilikuwa naamini kwamba ndugu zangu hao watanielewa, kwa sababu nilikuwa naona wao wanachozidi kufanya kinaendelea kuleta ugomvi zaidi kwa watu wawili. Basi mume wangu alinitazama kama mwanaume ambaye ananipenda kwa dhati sana. Alivuta pumzi kwa ndani akaiachia. Kuna wake wa kulia aliupeleka hadi katika kichwa changu, alafu akaniambia, ndoa yangu ni muhimu sana. Kitu ambacho nimejifunza ni kwamba ili niishi kwa amani, basi natakiwa nimtoe Misra pale nyumbani. Hicho tu ndo ambacho nakijua. Mume wangu bana, hapana, huko ni mbali. Mimi sitaki nitangazie ubaya. Wewe naye, yani utasagwa meno kila siku. Hebu kaa bwana na huruma, unaanza kukipumbavu ututolea hapo vipi? Mercy aliongea, na wakati huu aligeukia upande wa mlango. Haitajalisha amekuchukia ama nakupenda, lakini hili ni wazo ambalo hili jambo ambalo amefanya limepitiliza. Yani nikiwa kama mwanaume ndio kuchukua hatua stahiki ambayo haitaweza kumharibu yeye wala mtoto wake wala sisi. Kikubwa ni wewe kuwa na amani. Atahama pale nyumbani. Mume wangu alisema akiwa amekunja ngumi akapiga ukutani. Kukunja kwake ngumi kulienda sambamba na maamuzi ambayo alikuwa amechukua. Aliona iko sahihi, lakini upande wangu kiukweli sikuona kama ilikuwa ni sahihi, kwa sababu ilibidi tumpe muda, pengine angeomba samahani hivyo. Kwa hiyo nilihisi sije kuwa sasa nimeanzisha vita ya ndugu, kitu ambacho mimi sikuwa nataka kitokee. Mimi sipendi lawama jamani na migogoro itokee afu mimi nikawa mhusika. Sipendi jamani, nimeshaishi kwenye hayo maisha. Kwa hivyo nilikuwa na kazi sana kumwaminisha mume wangu kwamba Misra hana matatizo, ila alifanya vile tu kwa sababu ya hasira. Basi jioni ilipofika tuliondoka pale hospitali, huku mimi na Mercy pamoja na mume wangu tukipanda gari moja ambalo dereva alikuwa ni mume wangu pamoja na
Agi alipanda katika gari lake. Safari yetu ilitufikisha nyumbani ambako tulimkuta Misra akiwa anatazama runinga. Alipotuona hata kona habari na sisi, kiburi na jeuri vilimjaa jamani. Akaendelea zake kuangalia runinga bila hata kushtuka wala kutusalimu hata kwa unafiki. Mume wangu alinisogeza hadi katika sofa na akanitaka nikae. Mimi pia nikafanya hivyo. Mercy pamoja na Agi pia walikuwa wamesimama mlangoni. Kila mmoja alikuwa na hema, macho ya kuacha kutoka kwa Misra ambaye safari naye alianza kumtazama mmoja kwa dharau. Akauliza, "Mbona ghafla? Kwani ushapona?" Yani ni kama watu walikuwa wakikusubiri hivi sijui ujikorogi ili wapite na wewe. Ndicho ambacho kitokea. Mercy alikuwa kwanza. Akamwambia, "Unataka kumua mwenzako, si ndio?" Nashangaa. Yani amekaa hana raha mwenyewe. Yani utadhani amejenga sijui. Aliongea naye, "Hivi nyinyi mazombi kwani vipi? Mbona hii nyumba iwahusu? Afu mnaongea sijui mnarupoka. Wewe mwenye wigi kama mwanamke ambaye sijui amekula nauli. Hivi kuna kitu ambacho kinakuhusu hapa ndani?" Misra hakucheka kwenye majibu ya mashambulizi. Kwenye mdomo tu anao, wakati alikuwa anamnyoshia kidole Mercy. Akamwambia, Misra. Alikuwa ni mume wangu. Alikuwa na hasira mno. Jicho lilikuwa limetoka. Sema unataka kusemaje? Misra aliitika pia kwa dharau sana. Akahamisha macho kutoka kwa Mercy mpaka kwa mume wangu. Yani kana dharau akakumbavu tafiki kana nguvu sasa. Mercy aliongea, "Si ndio hapo sasa? Yani kamepata machafu makubwa, utadhani ni mjamzito vile anakaribia kujifungua." Sasa hapa ikabidi mume wangu ampoteze Mercy ambaye tayari akili yake ilikuwa imeshajiandaa kwa ajili ya kugombana. Alikuwa na hasira sana kuacha kuema juu. Misra, mume wangu aliita kwa mara ya pili. "Bwana nini bwana? Ongea na kusikia." "Okay, hamna shida," mume wangu alisema. Akanitazama kwa sekunde kadhaa, akarudisha macho kwa Misra, akaendelea. "Mimi nikakaa kwa tumbo moja. Nimetangulia mimi ukafuatia wewe. Nimeona mengi sana kuliko wewe. Sasa kwani nimekuuliza hata kama jangwa ndio hivyo hiyo, hata kama ni jangwa liko South Africa. Okay sawa. Ila naomba unisikilize sana na usiwe na kimwemwe cha kujibu. Nikiwa kama kaka yako kuna muda nahitaji kukulinda kwa hali na mali ili usidhulike. Ukiwa kama ndugu yangu au mtu wangu pekee ambaye nakupenda katika hii dunia lazima pia nikulinde. Natakiwa kuhakikisha kwamba ndugu yangu unakuwa na amani, unakuwa mtu mwenye furaha na hamna kitu ambacho kwako utakitaka afu mimi nisikupe. Na ndio maana hata ulipotaka kwenda India katika masomo mimi ndio mnigaramia, nitoe pesa yangu mfukoni mimi nikakulipia kama ada. Yote 9. Mume wangu alikaa kimya paka mtazama Misra ambaye alikuwa anamsikiza, lakini mwenzake ndo kwanza alikuwa anacheza simu yake, hakuwa hata anamsikiliza kwa umakini. Kitendo hiki kilimkera sana Shaibu ambaye alimsogelea akampokonya simu afa kaipigisha ukutani. Simu ilikuwa na uwezo wa kustahimili adhabu ambayo ilipewa, ilivunjika vipande. Misra alikuja juu akasema, "Kwa nini umeamua kulivunja simu yangu? Simu yangu unajua mimi nimenunua bei gani?" Mfano wewe umepandisha hasira hivyo, na baada ya kuvunjwa tu siri yako ndivyo ambavyo hata mimi nimepandisha hasira na nikachukia baada ya kujua kwamba Zamda alikuwa hospitali kwa sababu wewe ndio mama mwage mafuta usoni. Ile ni simu, yani ni kifaa tu, kitu ambacho kipo dukani kinauzwa kwa bei yote. Hata sasa hivi nikitaka naenda kununua naweza kufanya hivyo, tena kanunua nyingi tu. Lakini huyu ni Zamda, ni mtu ambaye huwezi kumpata mahali popote pale kwenye hii dunia. Huwezi na utakuja kumpata, na endapo ukimpata hata kwa yeye, yani labda kama utampata labda akiwa amekufa, yani ni kitendo. Mume wangu alikuwa anashinda hata kuongea kumaliza, lakini wakati huu ndugu yake alimpandisha juu akamwambia, "Kwa hiyo umependa jinsi ambavyo mwanangu ameongozwa na maji ya moto, si ndio? Umependa, si ndio? Huyu anamuita mke wako, unajua kwamba mimi nimemtoa wapi wewe? Anajua kwamba mimi nimemtoa wapi mtoto wangu? Anajua au mnaongea tu?" Aliongea Misra na akaanza kulia. Kilikuwa ni kilio ambacho kiliambatana na kauli za kuonea huruma, kunyanyaswa sijui na alikuwa anatamani sio ndugu zake sio angekuepo sijui ili aweze kuishi kwa amani. Na wakati huo pia alitumia nafasi hii kumkumbuka mama yake. Yani mimi nateseka kisa mwanangu. Kuna muda natamani hata mama na baba angekuepo kuliko ya mateso. Mkeo anafanya makosa lakini unajua kumwambia lolote lile. Wiki iliyoisha ametoka kunisingizia kwamba naingiza wanaume ndani. Umekuja hata jana ulizo umeanza kunigongea, umenipigia makelele, umenikoromea kama mtoto mdogo. Mimi nikakuangalia tu nikasema haya yamepita. Lakini nikamchoma mtoto wangu na maji ya moto, jamani, bado nataka nimwache. Bado nataka nimwache au kwa sababu Misra nyinyi si mtoto wenu. Mnafikiri kwamba mimi nimemwokota, si ndio? Mnahisi mtoto nimemwokota mimi? Aliongea maswali mengi sana ambayo sasa yakafanya niwe mnyonge. Nikaamua kujishusha mbele ya mume wangu kipenzi. Niliamua tu kujishusha kwa Misra kwa sababu sikutaka kauli kama zile ziendelee. Marisa, mambo mnayataka wenyewe. Mimi sikutaka kusema lolote kwa mume wangu, kwa sababu nijua mambo yatatokea hata kama, ila sio kwa Misra bwana. Huyu mwanamke ni mshenzi. Tena, yani huyu sio mwamishe kabisa, alisema Agi. Huyu bwana mbona umemtajia jina lingine? Atajua mwenyewe bwana.
ila kikubwa huyu bwana ni wa kuhama. Kwanza anakaaje na wifi mkubwa namna hii? Mimi mwenyewe mkubwa ana mtoto, si akaishi akafanya maisha yake huko. Mawifi ndio wanaongoza kwa kuharibu ndoa. Kama hajaolewa aende akapange huko mtaani atafute hela mwenyewe, na kama ameolewa aende kwake, anakuja hapa kufanya nini? Afu mtoto sio mtoto mdogo kwamba yuko hapa sio kwa ajili ya nini na nini. Hana lolote. Na mtoto wake yuko, kwani amekuja kufanya nini? Amekuja kusoma au yupo likizo? Ama basi ufanye lolote, waondoke waende kwao. Jamani, huyu ni mwanamke, kwanza ni mwanamke wa mtu, sijui ameachika, lakini ni mtu mzima huyu. Yaani huyu ni mtu mzima, hata akisikia chaga zinalia anatega sikio kujua nini kinaendelea. Nini style gani imewekwa huko ndani? Hasa kuna haja gani kuwa na mtu kama huyu ndani? Wa nini sasa? Kama hawezi kukaa hapa kwa amani, aondoke. Sasa unajifanya mjuaji bwana. Kaka kitu gani? Kwani sisi tuna kaka zetu, mbona tunakaa peke yetu? Alikuwa ni Age ambaye alikuwa anaongea na alikuwa na hema, jasho lilikuwa linamtoka sana. Kwa kweli mimi ndo nashangaa. Yaani unakuaje na wifi mkubwa hivi jamani? Anajua kila uchochoro, ana wivu, ana gubu. Usikute ni malaya tu anajiuza umdani, amjui tu. Messi akashindilia. Basi marumbano ya kila mmoja akiwa anatetea upande wake alikuwa mahali pale. Age na Messi hakuacha kuwasha moto na kuongea maneno ya kejeli sana kwenda kwa Mishra, wakati muda mwingine alikuwa anamtukana. Kibaya zaidi ni kwamba kulikuwa na tusi ambalo alikuwa akilichagua. Yaani lile ambalo lilikuja mdomoni kwao ndio ambalo lilitoka. Yaani kwao kuzimiliki hasira na kuziongoza hawakuweza kabisa. Sasa baada ya marumbano ya muda mrefu, mume wangu alifika mwafaka wa marumbano yale, na kauli ya kishujaa ambayo ilitolewa na mwanaume yule ambaye alikuwa na ndevu zilizochachama hivi na komo dogo lenye kuficha macho kiasi, pamoja na midomo mizuri sana ya kupatia denda, akasema, nimeamua maamuzi yako kwa akili yangu, Mishra, naomba utoke nyumbani kwangu. Period. Mume wangu, kwa nini unaenda mbali hivyo jamani? Yaani huenda ilikuwa ni hasira. Nilisema sana nikiwa namtetea Mishra, na usijifanye kwamba ni mwendo wazimu basi. Marcel aliniponda. Messi ni familia yangu, lakini nilisema nikimtazama Mishra ambaye hakutaka mambo mengi wala kusikiza kile ambacho alikuwa tunaendelea kukiongea pale. Aliamua kunyanyuka pale akaenda chumbani kwake, ambako kuchelewa sana alitoka na begi pamoja na mtoto wake ambaye alikuwa amemshika mkono. Alipofika sebuleni alinitazama kuanzia juu mpaka chini. Alinipa bonge la sonyo, akaniambia naondoka, lakini lazima nile sahani moja na wewe. Alinyosha kidole na kumtazama kakake, akamwambia, wewe huyu mwanaume ambaye umesimama hapo na ndevu tadhani sijui alishababi sijui. Akakaa kimya akiwa anaendelea kumtazama kakake ambaye alikuwa amekasirika kweli. Akamwambia, mimi ni Mishra, sijawahi kuwa mjinga hata siku moja katika maisha yangu kama ambavyo wewe umekuwa ni mpumbavu. Mimi na akili zangu tunatimamu tu. Sasa kuanzia leo mimi sitaki unijue, mimi sio ndugu yako, hata nikifa usithubutu kuja kunizika. Mishra, mbona unaenda mbali hivyo kwa nini? Lakini niliongea nilikuwa na wasiwasi. Mimi sikuwa nataka yanotokea. Nishindwa kustahimili kulia jamani, nikadondosha machozi. Sikupenda niwe kikozo cha familia ile kubongonyoka kiukweli. Niliona nimemkosea sana Mishra. Niliona nimeenda kinyume na kila kitu kwenye dunia. Niliamua kwenda kumshika mkono Mishra ili asiondoke, lakini hakutaka kunielewa. Mishra alikuwa amedhamiria kufanya kile ambacho alikuwa amekusudia, kwa sababu alinitemea mate usoni akaniambia, usitake nikae hapa ili nikuwekee sumu kafa. Naomba niondoke, sawa? Ila wewe ambaye umesimama hapo na msurumbwete wako wewe, hata kama ukiniona nimedondoka barabarani usije kunipa msaada. Si unaringia mali unaringia nyumba na magari unadhani kwamba hivi haviishi hivi vitu, si ndio? Unadhani kwamba vinadumu milele, si ndio? Hii dunia ambayo wewe unaishi kwa mavuno na kuringa hivi, kuna watu walishaishi kabla yako, na kuna watu kama sisi. Uliza wanaume wenzako, kati ya mke na ndugu yupi wanakuwa ni bora? Jibu ambalo utakupatia, naomba usije kunitafuta kwenye ulimwengu huu. Yaani kuanzia leo hesabu kwamba nimekufa, mimi sina ndugu. Mbwa mkubwa wewe. Mishra aliongea, akamshika mtoto wake, wakaanza kuondoka. Naenda bwana kijusu, mwanamke umekaa roho mbaya, utadhani mtoto huna bwana, hebu kwenda kule. Mercy alizungumza akiwa na hasira sana. Alikuwa anamtazama Mishra ambaye alikuwa akitazama gitini. Ingawa kwa wenzangu waliona kwamba ilikuwa ni wakati mzuri sana, kwa sababu ndoa yangu ilikuwa na amani, lakini kwa upande wangu nilikuwa natazama kwa jicho la pili. Nilikuwa naona kama ndoa yangu inaingia nuksi, inaingia balaa, kitu ambacho sikutaka kabisa kitokee. Nilikuwa katika wakati mgumu sana. Mungu tafadhali, hebu nenda kamrudishe Mishra, nilisema huku nikimpigia magoti. Mume wangu, achana naye bwana, mwache aende, maisha yakishampiga huko atakumbuka tu kurudi. Hapana bwana Shibu, kumbuka kwamba ile ndamu yako ndo ndugu yako ule. Mwache, nimesema. Yeye hana adabu. Yeye sijivunie kama yeye ni kakake. Huko nje kuna wajinga kama aina yake wengi sana. Acha dunia itamfunza huko anakoenda. Alafu ndo atakutana na wajinga wenzake. Alafu yani huyu ndo tunatakiwa tumwache ulimwengu amfundishe kwanza. Atakapokumbuka atarudi. Mungu alisema kwa jazba.
basi mume wangu mrudishe hata Shomara. Mrudishe tu, ni mtoto mdogo, anaenda kuteseka na mtoto. Afu Zamda, kwani wewe kipi kigeni kwako? Wapi ambapo wewe mzee unashindwa kuelewa? Yani wapi jamani? Kitu gani kinakufurahisha ukana yule mwanamke? Maskini hawezi kubishana na wenye hela bwana. Mwache aondoke, atarudi mwenyewe. Iwe ni akiwa mzima au maiti, atarudi hapa, mimi nakwambia. Marcel ingia. Basi ngajikuta ndondosha machozi, nijikuta naumia sana. Yani sikuwa nataka kuwa miongoni mwa watu ambao wanafanya ndugu zangu wagombane. Yani nitamani mmoja kati ya wale watu ambao niko nao pale hata wanielewe nini namaanisha, lakini kila mtu alikuwa na msimamo wake. Kila mmoja aliona kwamba maamuzi ambayo yamechukuliwa na Mishra yako vizuri na maamuzi alichukua mume wangu kila mtu aliona ni mazuri na wote wakawa wameungana. Nijisikia vibaya. Nilikuwa na mawazo sana, na mara baada ya kuingia usiku sikuwa na mbadala wa kutatua kile ambacho kilikuwa kinaendelea zaidi ya mimi kujishusha na kuwa mwenda wazimu. Basi kwanza niliongea na mume wangu kuhusu ratiba zake, na kumbuka akaniambia kwamba siku inayofuata ataondoka na kwenda kulala Mtwara, kwa kuwa alikuja tu kwa ajili ya kufanya ile tukio la kumtoa Mishra. Kwa hiyo bado kazi zinaendelea. Na kuhusu lini angerudi Dar es Salaam, aliniambia kwamba huenda hata wiki moja ingepita. Nikaona huu ndio ulikuwa mwenye mzuri wa kwenda kumtafuta Mishra. Nitaenda kumtafuta kila sehemu, hata kama sina uzoefu na ili jiji nitajitahidi. Basi bwana, nilikuwa naanza kwamba kama nikijitahidi kumtafuta nitazungumza naye kiundani, na kama angenielewa basi ningerudi naye nyumbani, afu mume wangu akija atamkuta ndani, hapo hawezi hata kunifokea. Basi asubuhi kulipopambazuka, nilimwandaa mume wangu ambaye aliondoka kwenda kazini kwake, huku akanisisitiza kwamba niwe makini pale nyumbani, hataki kusikia kwamba Mishra akafika kwa namna yote. Nikamkubalia tukishingo upande, lakini nyuma yake mimi hapana, sikuwa upande wake kiukweli. Mimi pia nilihitaji kutimiza lengo langu kwa namna yote ile, iwe kwa hela ama kwa namna gani, lazima nimpate Mishra. Kwa kuwa nilikuwa na picha yake, niliingia mtaani nikaanza kumtafuta kwa mashoga zake ambako alikuwa ananipitisha kipindi ambacho tulikuwa marafiki, lakini hakuna hata mmoja ambaye alikuwa anafahamu wapi ambapo alikuwa anakaa. Sijui kama alikuwa amenificha au la, yani wote waligomea kabisa kuniambia. Basi siku ya kwanza ilipita bila kumpata, siku ya pili kapita hivyo, nilimtafuta lakini sikumpata. Ikafika siku ya tatu nikajiambia kwamba kama sitampata katika siku hii, basi bwana nimeshatembea sana, nisingeanza tena kumtafuta. Ambapo nakaribia kufanikiwa siku hii nilipigiwa simu na taxi driver mmoja ambaye aliniambia kwamba alikuwa amewahi kunipakiza siku moja na alikuwa kama Mishra hivi, alikuwa na namba yangu. Kuna nini? Nasikia namtafuta Mishra. Mimi najua alipo. Wapi? Na wewe kwani saizi uko wapi? Mimi niko kwangu. Basi nakuja, then naandaa hela ya kwenda na kurudi. Sawa jamani, wewe hilo tu ondoa shaka, mimi nakusubiri. Nilimhakisha naye alikata simu. Basi dakika 40 mbele alikuwa tayari ameshafika pale nyumbani, alikuwa na gari yake na mimi nilikuwa tayari nimeshajiandaa. Sikutaka mambo mengi zaidi ya kutoka. Kilichofuatia ilikuwa ni kuondoka pale nyumbani kuelekea mahali ambako Mishra alikuwepo. Mapenzi yangu kwa mume wangu wa ndoa yani ilikuwa ni jumla na kila kitu. Yani nilikuwa nampenda sana mume wangu kikweli, sikutaka hata gombana na ndugu yake. Kwa hiyo nitamani mimi kuwa daraja la ndugu wao, basi atapatane. Basi tukiwa katika stories hapa na pale na dereva tulikuwa tunaongea kwa sababu tunafahamiana na hatuwezi tukasafiri kwa muda mrefu. Kwenye daladala tu tunaongea, sembuse huyu namjua. Basi baadaye nikamuuliza yule dereva, hivi unaitwaje nani? Akaniambia kwani unajua jina langu? Akasema mimi sikujui bwana, nimekusave taxi. Akasema haisee, mimi naitwa Ramadhani. Akamwambia kumbe una jina zuri, basi ngoja nibadilishe hapa. Akaniambia hapana, usibadilishe, au kama ukibadilisha basi weka Ramadhani taxi ili iwe rahisi kunijua. Nikamwambia kwa nini? Akamwambia napenda tu watu wanijue ili yani unajua kupitia kazi yangu, maana hii ndio ambayo inanipa heshima, inanipa pesa, lakini pia nasomesha watoto. Nikamwambia unapenda kazi yako? Akaniambia ndio maana napenda watu wanifahamu kama Ramadhani Mataxi ama Ramadhani Taxi. Nikamwambia kwa nini? Akamwambia ni utambulisho tu, kila mmoja na utambulisho wake jamani. Na ili ufanikiwe basi ruhusu kazi yako ikutambulishwe na sio wewe mwenyewe. Watu wanakufuata kwa ajili ya kazi yako, sio kwa ajili yako. Yani kama vile ambavyo wasanii wanajulikana kupitia kazi, basi mimi pia napenda hivyo hivyo. Nikamwambia maanisha kwamba hakuna umuhimu mimi kufahamiana na wewe kiasili, yani jina. Akaniambia ndio, yani kama unafanya kazi yote iliwe kuuza mandazi, watu tu wakujue muuza mandazi, watu wakujue tu msusi, watu wakujue fundi ujenzi au sijui fundi kushona, hiyo kazi yako ndio kutambulisha. Ni bora watu wakuite hivyo jamani, lakini sio kuite jina lako. Ukiruhusu watu wakuzoe kwenye jina lako halisi, basi unajenga mazoea. Wakiweka mazoea watu wanakudharau, ila huwezi kukuta mtu ambaye hakujui anadharau jina lako au anakudharau. Hapana, watu wanakupenda kwa sababu ya ambacho unakifanya. Basi alikuwa amefafanua Ramadhani. Wakati anafafanua, macho yangu yalidondoka upande pili katika hostel za wanafunzi wa vyuo. Nikaona kulikuwa kuna gari nyingi sana zilikuwa zimesimama. Nikatazama zile gari, nikagundua kwamba kijana wa kawaida hawezi kusimamisha gari maeneo ile. Kwa hivyo huenda tu alikuwa na ilikuwa ni magari ya madoni au wazee fulani hivyo wenye pesa.
unaangalia sana magari. Ramadhani akanirudisha, nikamwambia yani hata sijui kwa nini na nimejikuta tu. Unajua ni kwa nini? Nikamwambia sijui, labda kama wewe unajua. Nikamwambia kwa sababu unawaza kwamba huenda waliosimamisha hizo gari ni wazee na sio vijana. Nikasema wewe umejuaje kama nilikuwa nawaza hivyo? Basi alicheka sana, kicheko fulani hivi cha dhihaka, akanitazama kwa sekunde afu akarudisha umakini kwenye usukani. Akasema wanasema hakuna kipya chini ya jua. Sijui kama unaungana na watu aina hii. Nikasema sio sana, hata hivyo mimi sijafanyia tafiti, kwa hiyo niko katikati. Akaniambia jibu ni ndio. Sasa iko hivi, akakaa kimya hapo, akakata kona. Baadaye alipata nafasi nzuri ya kuongea, akasema miaka 2005 hadi 2015 kulikuwa kuna watu wanaitwa mafataki. Hawa walikuwa wanakaa katika shule za msingi na sekondari, wanatafuta mabinti na kuwarubuni. Walikuwa na gari kama hizi. Sijui unakumbuka? Umenikumbusha mbali jamani. Enzi za kusema mafataki. Alafu ilikuwa sijui ni mdoli, sijui ni katuni ile. Yule alikuwa ni katuni ambaye alikuwa amechorwa akiwakilisha hali halisi ambayo ipo katika jamii yetu. Kwa hiyo baada ya watu kupaza sauti kuhusiana na hali ile, unajua fataki alifanyaje? Mimi sijui. Walihamisha kambi. Waliona sasa wanatakiwa kubadilisha jina kutoka kwenye fataki mpaka kuwa masponsa maarufu, ama wenyewe wanaita sasa hivi madanga. Na walihama kabisa. Sasa hivi wale kule simlefuza kwenye sekondari, wao sasa hivi wako vyuo wanasambaza ukimwi kila kukicha. Kwa mafataki bado hapo, ila sasa hivi wanaitwa masponsa ama madanga. Wamehama kwa watoto, wameenda kwa wanafunzi wa chuo. Ngambia jamani, nataka kuniambia kwamba masponsa ni wale. Asa kwa tofauti kwa hapo nadhani. Hao masponsa wana hela, ila fataki sidhani kama alikuwa na hela za kutosha, ila za kuwaonga watoto alikuwa nazo. Unadhani kwamba fataki hawezi kuwa na hela? Alikuwa nazo. Kwa hiyo sasa hivi wamehamia upande wa chuo na wanawakula kweli wa mabinti. Mabinti wetu wanaegemea sana kwa wazee, wanaamini kwamba wametoka kimaisha, lakini si kweli. Sasa kweli ni upi jamani? Ukweli ni kwamba wakati sponsor amechanganywa na matusi ya mke wake nyumbani kwa stress za kazi na mambo mengine, sehemu ya kujipozea ni kwa mwanafunzi wa chuo ambaye anaweza kumpetipeti akampatia hela. Kumbuka wazalishi au mabinti yani wako naye kwa ajili ya starehe tu. Lakini wakati huo mwanafunzi wa chuo anaenda zake kwa sponsor sio kwa sababu ya penzi, ile ni kwa sababu ana stress za kuishiwa maisha magumu ya chuo, anataka kutrendi, anataka kuvaa chuo kinavyotaka. Mwisho anajikuta huko. Mwisho yote akitaka simu macho matatu, basi ataambiwa haya, toa jicho moja upate majicho matatu. Wanakubali. Ukimwi upo jamani, na sijakataa. Kinga zipo, wanasema zinamaliza utamu. Kwa hiyo watafanya tu bila kinga, wapate hiyo simu ya macho matatu. Binti anakosa vitu viwili. Kwanza anapoteza heshima yake, lakini pili anajiharibia maisha. Alizungumza Ramadhani. Kiukweli ilikuwa ni story ya kuhuzunisha, lakini nilijikuta nikicheka sana. Kiukweli nilikuta nikicheka sana. Kichwani kwangu nilipata kitu kipi ambacho nilikipata, yani kutoka fataki mpaka sponsor. Jamani, kumbe mafataki bado mpo. Basi nilifurahi sana kuzungumza naye kwa sababu alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anafahamu vitu vingi sana ambavyo kama ilikuwa kwa Mariam Frank siku ile wakati nimesafiri naye. Alikuwa ni mchambuzi mzuri sana wa mambo, akiunganisha jana na leo. Basi kwa kuwa safari ilikuwa na story na soga za hapa na pale, basi mimi sikujipa umakini kwamba nakwenda katika eneo gani, lakini nijikuta tu nikiwa nimefikishwa katika nyumba moja hivi ambayo ilikuwa imechoka hivi. Hapa ni wapi? Hapa ni Keko. Ina maana tumefika Keko. Kuona kaa wapi? Anakaa wapi huyo Mishra? Subiri nakuja, alisema. Akajezea simu yake, akafungua mlango akaondoka. Macho yangu ilibaki kutazama jinsi ambavyo alikuwa anatembea. Alikuwa ni mwanaume ambaye hakuzidi miaka 30, ila kama ungemuona basi ungedhani kwamba amevuka hapo kutokana na kupigwa na maisha. Jua la dali mbadilisha sana Ramadhani. Nilikaa kusubiri kama dakika 40 hivi, na kisha niliona akiwa anakuja. Ile nyuma yake kulikuwa na Mishra ambaye alikuwa amevaa suruali ambayo ilikuwa imechanika kwenye mapaja hivi pamoja na top na brazier ambayo iliacha wazi eneo kubwa sana kitovu. Mapigo yangu ya moyo kuacha kwenda mbio, yani mpaka nafika katika eneo lile, na alipofika akaruhusiwa kuingia ndani ya gari. Wakati wa Ramadhani alikaa nyuma kwa ajili ya kutusikiliza, lakini yeye ndio alikuwa kwanza kuanzisha mazungumzo. Mishra alianza. Ramadhani, unasemaje? Mishra aliitika kifoka akasema, samani kwanza, najua ukitegemea hiki kitu. Nani ambaye amekwambia umlete ufala hapa nyumbani kwangu? No, unajua sio, unajua nataka kujua nani ambaye amekwambia umlete huyu mbwa hapa nyumbani kwangu. Mimi tushamalizana, kicho baki ni mimi kufanya mambo yangu naye fanya mambo yake. Kwani shida nini? Mishra alisema. Alitupa macho na kunitazama kuanzia juu mpaka chini. Alikuwa na dharau huyu binti jamani. Basi akatoa ulimi wake mwenyewe akapaka mate kwenye kiganja, akafuta usoni kwake akasema, wewe fala, mbwa koko wewe, usiisha kubweka. Umefuata nini hapa kwangu? Kitendo cha kuita majina ya nyama haya na kupaka mate usoni, kiliniuma kwa kuwa nilikuwa na shida, sikuwa na namna. Ilibidi tu niwe mpole.
Nimeza fundo kubwa la mate, nikamtazama nikiwa na dosa vidole vyangu hivi. Nilikuwa natafuta namna nzuri ya kumpoza jazba ili tuongee. Nikamwambia Mishra, sema, najua nimekosea sana. Ndio nilokuleta hapa? Hapana, ila naomba tafadhali rudi nyumbani, maisha ya kawaida yarudi. Mimi na miss wepo wako na Shumara. Mimi sipendi ambavyo tunakosa amani, mambo yenyewe ambayo tunaweza tukakaa tukazungumza yakaisha. Nakuomba tafadhali Wifia. Basi sikumaliza hata kuongea aliniwasha kofi moja usoni. Nilianza kuona nyota kwenye macho yangu. Jicho lingine lilikuwa linaona nyota na ikapita upande wa kushoto kaenda kulia. Nikahisi nimechanganyikiwa. Hasira ambazo nilikuwa nazo hazikuwa za kawaida, lakini nilikuwa naendelea kujikaza. Unataka roho yangu, si ndio? Unataka kunulia mwanangu kama ambavyo umemua mume wako, Mishra aliongea kwa jazba. Kujali kama kile ambacho anakiongea na kitendo chake kinaweza kuleta madhara. Nikamwambia Mishra, unafanya nini? Mbona mwenzako anakutafuta tangia juzi? Je, hapa kwa ajili ya mgombane? Ramadhani alisema, kelele wewe, hakuna kitu ambacho kinanishinda katika hii dunia. Mimi nafahamu kila kitu, afu sioni muhimu kukaa pale kwenu, sawa? Ukitaka ondoka wewe afu mimi nije. Ila mimi kukaa na wewe pale hapana. Nimemaliza. Aliongea Mishra na akafungua mlango akaondoka. Hamu ya kumzuia baki ilisha. Kielele chote ambacho nilikuwa nacho nilikiweka kushoto. Niliona wewe wangu ni muhimu sana kuliko kumlazimisha mtu ambaye hayuko tayari kuweka upendo kwangu. Nilimtaka Ramadhani kuja mbele kwa ajili ya kuondoka, lakini nilikuwa ni mtu ambaye niliumia sana. Yaani niliteseka kikweli. Moyo wangu ulikuwa unauma kuliko kawaida. Kitendo ambacho kilikuwa kimetokea katika eneo lile kilinifanya nijione sina thamani hata kidogo. Kwa nini amekuwa nipe thamani yangu? Yaani kwa nini amekuwa ananitesa kiasi hiki? Kipi ambacho nimemkosea binti Yaani kuna nini? Nilikuwa nazungumza nikiwa nalia. Nililia sana nikiwa kwenye ile gari. Mrs. Shaibu, upo duniani, aliniambia Ramadhani. Kwa hiyo nipo duniani ndo niteseke, ndo nipigwe, nidharauliwe namna hii? Hapana, lakini jifunze kwamba kuna watu wanachukia hata ufanye kitu gani, watachukia tu. Ni vyema tu kaangalia maisha yako. Nilipoona unamtafuta ile juzi, nikajua kwamba labda mlipiana kauli kidogo tu, lakini inaonyesha kwamba Mishra hana mapenzi na wewe. Ni vizuri kama utapambana na mambo yako, alisema Ramadhani. Kiukweli sikuwa na namna nyingine zaidi ya kumkubalia, lakini ni ukweli kwamba niliumia sana moyoni. Nililia mno, yani nililia kiasi kwamba mpaka mwili wangu ulipandisha joto kupita maelezo. Nakumbuka mara baada ya kurudi nyumbani, nikameza Panadol niweke mwili sawa, ila nisiwe mwongo kiukweli. Kuondoka kwa Mishra pale nyumbani mimi kuliniumiza. Nilitamani angalau angenielewa kwa sekunde moja tu na akarudi basi hata kumwaga kaka yake vizuri. Then akaenda kufanya mambo yake. Kuliko ile namna ambayo aliondoka mimi sikupendi. Yani ulegana kishari mno. Yani hili ndio ambalo mimi sikulipenda. Basi bwana, siku zikasogea. Ikawa mume wangu anaenda kazini na kurudi kama ambavyo ilikuwa ni kawaida. Na mimi nikawa ni mtu pale nyumbani. Kuna muda nilipochoka nilienda Kakenagi ambao pia walikuwa wamefungua mgahawa. Ila mgahawa ulikuwa ni wa kuuzia wanachuo au mambo mdogo pamoja na watu wengine. Huko basi ningepiga nao story mpaka mida ya jioni ndo ningerudi nyumbani. Nilipokuwa nagusia habari za Mishra, hakuna hata mmoja ambaye alikuwa ananipa ushirikiano. Mercy. Akaambia mimi nahisi kutapika jamani, nikisikia jina nataka kutapika. Basi kauli yake ilikuwa inaniumiza, ikabidi tu nizoee. Nikawa najichekesha tu na muda mwingine basi inabidi nibadilishe mada. Basi jamani, muda unazungumza vizuri sana na kila mmoja wetu. Dakika pia zinatufunza mambo mengi sana katika huu ulimwengu. Ingawaje inakuwa tu ni ngumu sana kujua hilo kwa sababu tunaichukulia tu kila sekunde ni yetu, yani sisi tunaimiliki. Mazoea yanatusaulisha sana kwamba sisi ni watu kupatwa na matatizo na kisha tunaweza kuhitaji msaada kwa sababu tunahema na kila siku tunahema, ndio maana tunaona kwamba labda tutahema milele na huenda leo kufa bila hata maradhi yote na makosa mengine. Sasa wanasema kama upo hai basi usimtusi au usimseme mtu fulani au kumwambia mtu sihitaji msaada wako, kwa sababu dunia ina majaribu ambayo hutokaa uyaweze mwenyewe ukiwa peke yako. Kama uamini vitu vyote ambavyo umewahi kuvikataa kwa nguvu kubwa katika hii dunia, vyote vimekurudia. Viapo vyote ambavyo uliwahi kufanya dunia ilikuonyesha kwamba hapana, unaweza kufanya tofauti na hivyo, vimekujia kwa namna nyingine. Bwana we. Nakumbuka ilikuwa ni mwezi wa 7 mwishoni. Muda ambao mume wangu alikuwa mpata likizo ya wiki 2, kwa hiyo alikuwa ni mtu wa kushinda sana pale nyumbani. Siku moja tulikuwa tunaangalia runinga, ilikuwa ni majira ya saa 10 jioni, kipindi ambacho ni kinaitwa Alasiri cha Azam 2. Kilikuwa ni kitu ambacho kinaonyesha matukio mbalimbali. Moja ya tukio ambalo lilikuwa na rushwa, ilikuwa ni mwanamke ambaye amefanywa upasuaji katika hospitali ya Muhimbili na alikuwa anahitaji figo moja ili kuokoa maisha yake. Ni nani sasa, mbona wamuonyeshi? Mume wangu alisema akiwa na hamu kubwa sana kutaka kujua nani ambaye hana figo. Basi sekunde 2 mbele mtangazaji akaruhusu video fupi ambayo inaonyesha Mishra akiwa anaomba msaada. Jamani wa Tanzania wenzangu,
kwa majina naitwa Misra, naombeni msaada wenu. Msaada wenu utaokoa maisha yangu. Nahitaji figo ili kuokoa maisha, nirudi tena duniani. Nahitaji msaada wenu. Bahati mbaya hata figo yangu moja ambayo ilikuwa nafanya kazi vizuri imeshindwa kufanya kazi. Naombeni kama jamani kuna msamaria mwema huko, basi anisaidie tafadhali. Yalikuwa ni maneno ambayo Misra alikuwa anaongea akiwa analia. Alikuwa amelala kitandani akiwa amewekewa mitambo na mashine mbalimbali. Moyo wangu uliumia sana. Nilijiona ni mtu ambaye natakiwa kutoa msaada kwa namna yoyote ile bila hata kujali kwamba nini kimetokea. Nikamtazama mume wangu pale, nikamwambia mume wangu, naomba ruhusa yako basi taniokoe maisha jamani. Yaani basi hata turudi kwenye hali ya kawaida. Nikaa kama nikiwa namtazama, nikiwa na hamu ya jibu lake ambalo lingenipa labda ruhusa au kuninyima ruhusa kwenda kumsaidia Misra. Mume wangu hakuwa tayari kamwe kwa mimi kufanya kile kitu. Tena alikuwa mkali, hakuacha kuja juu. Alinigomea katukana kwamba ambaye nataka kwenda kumpa huu msaada hakuwa anahusiana naye kidamu. Hapa hakuna cha ruhusa wala hakuna mkojo wa ruhusa. Ruhusa alikuwa nayo mzee Mwinyi pekee. Naomba kae ndani. Acha dunia imfundishe, huyu si mjinga. Yeye mpaka ameenda huko sijui kama ndugu yake nipo. Alizungumza Shaibu. Mume hapana bwana, dunia inahitaji watu wema na wabaya ili songe mbele. Kila siku mtu mbaya anaweza pia kubadilika, lakini akawa mwema kwa kusaidiwa na watu wema ili naye mtu mzuri. Hebu acha basi nimsaidie. Nimesema hivi, sitaki kusikia lolote, nimemaliza. Mume wangu kwani unakuwa mkali hivyo jamani? Mimi nina figo mbili na hakika kwamba zitakuwa zinafanya kazi vizuri. Acha basi nimsaidie ili aishi tu. Yaani kama kuna mabaya ambayo ameyafanya basi Mungu ndo ambaye atamsamehe. Tufanye hivyo basi. Zamda, naomba unielewe. Yaani acha kujifanya kama una huruma sana. Wewe sio mtume unajua. Watu hawafadhiliki. Utakuja kujutia maamuzi ambayo unachukua. Mimi ni mume wako. Sipo tayari kwa lolote lile. Yaani sitaki. Na ulako ufanye upuuzi utanitambua. Yule ni ndugu yangu mimi, lakini mimi simsaidii. Kwa sababu kama nataka msaada akikuja hapa yajue kama mimi kaka nipo. Kwa nini mpaka aende huko? Mume wangu aliongea na kisha aliondoka kwenda chumbani. Nilikuwa kwenye wakati mgumu sana. Ni moyoni mwangu hakuridhika kabisa kile ambacho mume wangu alikuwa amekizungumza. Sikuwa mtu wa kulipa visasi. Sikuwa muumini mzuri sana wa chuki, lakini hekalo langu lilikuwa ni kwa ajili ya upendo na amani. Kusaidia watu wengine ndio kitu ambacho nilikuwa napenda, lakini pia dini yangu pendo katika ulimwengu ilikuwa inaniruhusu hivyo. Moyoni nikawa najiambia kwamba tahakikisha kwamba namshauri mume wangu mpaka akubali. Basi ulipofika muda wa kulala, muda wa chakula, tulikuwa katika meza ya chakula. Nikajiponza kwa makusudi tu aniulize ili nipate sababu ya kusema. Akamwambia mbona uli? Mume wangu akili na kila kitu kipo sawa. Kwa nini? Namfikiria Shomara, namfikiria Misra ambaye amelala kitandani na anaugua maumivu. Hivi nadhani sisi ambao tunakula sasa hivi chakula hapa ni wakati mzuri kule kati yupo kitandani. Hebu kula bwana, achana na Misra. Yeye kwani ni mjinga? Yeye si anajua kabisa mimi nipo naweza kumsaidia. Mwache bwana. Basi yes alisema kama papa hataki sijui hata akifa nisimzike sijui nini. Sasa nikampe msaada wa nini? Sasa mtu alishanipa usia. Achana naye bwana, atajua mwenyewe. Mume wangu hapana bwana, tafadhali nakuomba hebu mfikirie Shomara basi. Hivi umeanza hata kuhusu yeye kweli? Yule ni mtoto. Umeanza kuhusu maumivu ambayo anapata akiwa mama yake yuko katika kitanda na mtazama ambavyo analalamika. Ni sawa kule umetukosea, lakini inabidi turudi nyuma kutazama wema wake jamani. Kwa sababu lake ndio linamfanya mpaka ataweza kuijenga kesho yake vizuri. Nilikuwa namwambia mume wangu na nikaa nalia. Sikupenda kuona kitu ambacho kinaendelea. Mtu ambaye anateseka ile hali eneo la kupata msaada alipo na inawezekana. Mimi sikupenda kuona nageuka kwa sehemu ya mjadala huko nje kwa sababu watu wengi wangetusema kwa sababu Misra alikuwa ni mtu pale nyumbani. Kila mmoja anafahamu kwamba Misra amezaliwa na wewe. Kibaya zaidi ni kwamba alikuwa hapa kwako kwa muda mrefu, umemsomesha, umemfanyia kila kitu jamani. Sasa hivi ni muda wa kumpa msaada tu nje. Tuchukuliaje mume wangu? Sikia, kama kutoa msaada basi ni mimi. Ndio mimi ambaye natakiwa kuwa msaada. Sio wewe. Kwa nini unang'ang'ania kwenda kutoa hiyo figo? Hasa kivipi jamani mume wangu? Unajua mimi ambavyo nitafanya, lakini sasa kusikia unasema unaenda huko. Sasa swala sio kufanya, nataka tu kujua kumsaidiaje. Haya, okay sawa, nitatangaza dau kama kuna mtu ambaye atapatikana itasaidika. Na kama sipopatikana je, nitaenda mimi mwenyewe, mume wangu aliongea. Basi kidogo hiyo kwangu ilikuwa na afadhali. Nilijiona na kuwa na amani sana na hata raha ya kula kile chakula ilinifikia. Nilimkumbatia mume wangu na nikamsisitiza kuendelea kufanya wema bila kuzingatia watu wamefanya mabaya kiasi gani. Wema unaishi jamani kuliko hata ubaya. Kwa bahati nzuri akanielewa, akaniahidi kwamba siku ambayo itafuata basi tungeenda hospitali ambako huko angeongea na madaktari ili kujua inakuaje. Nakumbuka sasa usiku huu ulikuwa ni miongoni mwa usiku mrefu sana kwenye maisha yangu kwa sababu nilifikiria mno. Usingizi ulipotea kabisa. Nilikuwa kama nimechanganyikiwa hivi nawaza kuhusu Misra. Nikazungumza pia
kuhusu Shomara, nikaiwaza sana kesho na matukio yake namna ambavyo itakuwa. Sikuacha kumuomba Mungu kwamba panapo majaliwa basi aniamshe salama ili tuwahi kwenda hospitali. Kwa kuwa Mungu ni mwema, anampa kila mmoja masaa 24 akiwa tuna kibali cha kuendelea kuishi duniani. Basi alitupa kibali hiki bila hata kukiweka kasoro. Tulifanikiwa kuliona jua la asubuhi kwa siku ile. Ilikuwa ni asubuhi moja hivi ambayo imechangamka sana na ilikuwa imepoza kiasi. Wakati huu Manyonyo upande wa mji wa Kigamboni alikuwepo. Wingu litanda, ila kwa kuwa tulikuwa na lengo moja tu, wingu lile halikuweza kutuzuia. Tuliondoka nyumbani nakumbuka kwenye majira ya saa 2 hivi na tukafika Muhimbili kwenye majira ya saa 4 asubuhi. Tulipofika mume wangu alielekea kwa daktari ambako aliongea naye, na kizuri ni kwamba bado jina lake lilifanya kazi. Kwa hiyo mambo yalienda haraka pale. Tukaenda katika chumba ambacho Misra alikuwepo. Asikuambie mtu jamani, hizi jeuri ambazo tunazo, yani uhai ndio unatupa sana jeuri. Uhai unatufanya tusahau kila kitu jamani. Yani hamna kitu kibaya kama kuumwa. Msikilizaji, ukiumwa sisi ndo tunakuamlia maisha yako. Narudia tena, sisi ndo tutaamua tukuogeshe, tukulishe, tukupe sumu, tukufukuze, tukutupe chini, ulale. Tunakuamlia sisi, hutoamua wewe ukiumwa. Kwa hiyo uhai ni zawadi kubwa sana. Jamani, hamna kitu kibaya katika huu ulimwengu kama maradhi. Ingawa watu wanaogopa sana kifo, ila maradhi ni mara 2 ya kifo. Yaani tunaamini aliyekufa mpumzika, maradhi ni kitu ambacho kinatisha. Ukiumwa, wewe umepoteza kila kitu. Ni heri kufa kwa sababu unapoteza, unapumzika zako, udaiwi na mtu, unalala zako tu. Hakuna kitu ambacho kinazima jeuri na kiburi kama kuugua. Misra kwanza alikuwa amekonda na amenyapambika kiukweli. Alikuwa na kamwili kadogo hivi kama mtu ambaye ukimuona hivi hapo kabla usingeweza kumtazama mara 2 ama kumfananisha na ule wa kwanza usingeweza. Machozi yalikuwa yananitoka. Pembeni yake kulikuwa na Shomara ambaye alikuwa analia muda wote. Pindi aliponiona alinikimbilia, nikambeba. Mama angalia, mama analia, mama alia. Shomara alikuwa anaongea huko analia. Ni mtoto mdogo, hata Kiswahili chenyewe hakijui vizuri, lakini alikuwa analia, ananyonyesha mama yake. Kaka, nakuomba mtoto wangu atabaki na naomba msaada kaka naomba unisaidie. Alikuwa ni Misra ambaye alikuwa anaongea na maneno alikuwa yanatoka kwa tabu sana. Tumekuja kusaidia, usijali. Mume wangu aliongea, wifi naomba basi mwambie kaka kwamba nisamehe, naomba nisaidie, nateseka. Nikamwambia usijali wifi yangu, tuko hapa kusaidia, utakuwa sawa. Nilikuwa naongea lakini machozi mdogo ilikuwa yananitoka mno. Jamani, Misra hali yake ilikuwa si ya kutazama mara 2. Mume wangu alitoka katika kile chumba akiwa na daktari, akaniacha mimi ndani. Na pale niliona ule ulikuwa ni muda mzuri sana kuzungumza na Misra. Nimtazama nikamwambia umeanza kuumwa lini? Akaniambia wakati nilipokuwa najifungua. Figo moja ilikuwa tayari imeshaharibika, kwa hivyo akaniambia kwamba niwe makini na figo ya pili. Kwa hiyo basi ndio hivyo, nilikuwa mtu wa pombe sana, yani hata sijui nisemaje. Kumbe ndio nikawa nakaribia kufa mpaka muda huu. Ulianza kunywa pombe kipindi gani? Maana kutoka pale nyumbani ulikuwa kawaida. Wifi yangu Misra aliniita, akashindwa hata kuendelea kuongea. Kumbuka alikuwa anaongea maongezi kwa tabu sana. Yani nilikuwa nataka nguvu sana kumsikiza vizuri. Nikamwambia nakusikiza. Akamwambia nateseka, naomba ongea na kaka. Nikamwambia usijali, mimi nitafanya hivyo. Nilisema nikijaribu kufuta machozi ambayo yalikuwa yanatoka. Nikamtazama Shomara ambaye hakuna ambacho alikuwa anaweza kuzungumza zaidi ya kusema sana mama. Ilikuwa neno ambalo linaumiza mno. Nimchukulie kama mtoto wangu wa kumzaa, japo kwa sikubahatika kumpata mtoto. Niliumia mno kwangu kikweli. Nitamani angalau Mungu ampumzishe Misra kwenye maradhi yake. Basi nikiwa katika dimbu la mawazo, ghafla kuja mume wangu akaniita. Nilitoka nje na kwenda kumsikiliza. Alikuwa anataka kuongea kitu gani. Tulisogea kwa mbali kidogo, yani nje ya wodi ambayo alikuwa amelazwa Misra. Ilikuwa ni kama mita 50 hivi. Tukasimama nikiwa na mtoto wake mgongoni. Kuna nini mume wangu? Inataka sijui tunafanyaje. Kwa nini? Pesa ambayo ametaja ni nyingi mno, alafu ni hadi iagizwe nje. Hapa nchini je? Hapa bado sijaidhinishiwa na mtu wa kuuza figo, yani sijajua yeye atasemaje. Mungu wangu, sasa tunafanyaje? Mume wangu alishusha pumzi na kunitazama. Alionekana ni mtu ambaye amechanganyikiwa kweli. Naamini kwamba kichwa chake kilikuwa kina moto sana siku ile. Hapa nawaza nikaangalia vipimo, kama niko poa basi nitatoa mimi. Mume wangu naomba nikatoe mimi tafadhali. Hapana, nishakwambia hapana, mimi ndo ndugu yangu huyu. Acha kesho tu turudi afu tutaangalia vipimo inakuwaje. Mume wangu aliniambia basi binafsi sikuwa tayari kwa kile kitu. Yani nilikuwa tayari kwa ajili ya kumsaidia Misra ili aweze kurudi kwenye maisha yake ya kawaida. Kilichokuwa kinanisukuma kufanya hivi sio Misra, bali ni ile chozi ambalo alikuwa analia. Jamani, Shomara, mtoto alijua kulia huyu nyie. Mungu atupe umri mrefu. Jamani, wanawake ambao mnakufa mnaacha watoto wenu, kwa kia Mungu atusaidie sana, na kitu tunatakiwa kuishi kwa ajili ya watoto.
niliumia. Kila nilipokuwa namtazama yule mtoto niliumia sana kiukweli. Nilikuwa naona jinsi ambavyo alikuwa anaumia akiwa mtoto mdogo kabisa afu yuko ugenini. Sasa huyu mtoto ndio alikuwa anafanya mimi niamue kuchukua maamuzi magumu ya kutaka kumsaidia Mishra. Tena naweza kusema 80% za kutaka kutoa msaada kwangu ilichangiwa na huyu mtoto. Nilizobaki ilikuwa ni Mishra mwenyewe. Nakumbuka siku hii tukarudi nyumbani tukiwa na Shomara, huko tulikula tukafanya mambo mengine kama kawaida. Usiku wa siku ya pili ulikuwa ni mrefu, wa siku hii ulikuwa ni mrefu sana kwa sababu mume wangu hakuacha kuanza kuhusu kutoa figo yake. Alikuwa akijisonya kila wakati kama mtu ambaye amekula dagaa, afike mbele za watu awe na stiki aingize kwamba awe naigiza zake kama amekula nyama. Ungeona ambavyo anajisonya sonya ni watu wamsikie. Basi usingizi baadaye ulikuwa unamgomea kabisa. Nikamwambia mangu sijali, kikubwa unamfanyia ndugu yako, Mungu atakuwa na wewe. Nilimwambia mimi nawaza kuhusu majibu ndio hilo tu. Mume wangu mna kitu ambacho kinashindikana kwa Mungu. Naomba ikifika saa 9 hii tuamke. Ikiwezekana uswali, unuie, tuone Mungu atatusaidia atakuwa salama. Akasema sawa. Sasa kama ambavyo tulikuwa tumepanga ndivyo ambavyo ilikuwa. Mungu aliamka siku saa 9 ambapo mji ulikuwa umetulia sana. Tangu aniwe kwa hiyo kuswali, lakini shida siku ilimrudisha kwa Mungu wake. Alisali kwa zaidi ya masaa 2. Alikuwa akisoma Qur'an na ilifikia hatua mpaka alikuwa analia. Kusoma kwake kuliishia kwenye majira ya saa 11 hivi, yani pambazuka kabisa na hakuna kingine ambacho alikifanya zaidi ya sisi sasa kwenda hospitali. Apangalo Mungu jamani, hakuna ambaye anaweza kupangwa. Kila kitu hapa duniani, yani mipango yako, plani zako ni wewe, hizo ni za kwako. Lakini ukweli mchungu ni kwamba kila kitu kuhusu wewe kimeshaandikwa. Yani wewe unapita kwenye maandishi yako ambayo yameshaandikwa kuhusu wewe. Utakuwa mtu gani, utakuwaje, utafanya nini, itakuwaje, utaenda wapi? Kila kitu kimeshaandikwa jamani. Wanaita destiny. Mara chache sana watu wanabahatika kuzibadilisha destiny zao. Sasa wanasema pangalo Mungu hamna anayepangua. Vipimo vilionyesha kwamba hata mume wangu figo yake moja ipo kama abortion, yani haifanyi kazi yoyote. Figo moja ndio inafanya kazi, kwa hiyo hili lilifeli na hakuweza kumsaidia ndugu yake. Hatuwezi hata kama ni muhimu, ila tutahatarisha maisha yako sana. Daktari aliongea kimtazama mume wangu ambaye alikuwa ameloa jasho. Mungu wangu, hebu rudia na vipimo vyako daktari. Vipimo vijawahi kudanganya. Hii ni teknolojia hali ya juu sana. Halafu kupima kwenyewe tunatumia pesa, tuwezi kufanya mchezo. Basi mume wangu mimi nikajaribu. Mke wangu nataka kufanya nini? Hapa na mume wangu nakuomba tafadhali. Yani lako ni langu, mimi sio nasema ya maisha yangu pia. Hakukuwa namna nyingine. Zaidi sana leo ilibidi anikubalie baada ya kugombana sana. Nikaa kwenye vipimo ambapo ilikuwa ni kumuomba yule daktari kwa kuwa sikuwa katika watu ambao ngepimwa ile siku. Kwa kuwa ile hospitali kubwa ilikuwa lazima kufuata utaratibu maalum, lakini kuna muda sheria zinapindishwa jamani. Si ndio hivyo? Na hasa kama haki inatafutwa kwa hali na mali jamani. Na ndio ambacho kilitokea. Nilifanikiwa kupima. Majibu yalitoka, ilikuwa niko vizuri katika figo zangu 2, kwa hivyo tutokea kurudi siku ya Ijumaa pale hospitali kwa ajili ya vipimo. Kumbuka wakati huo Mishra anaumwa mno. Yani siku zinazozidi kwenda ndivyo baba anazidi kuzidiwa. Basi tukarudi nyumbani tukiwa na taarifa nzuri kabisa. Ila tulipofika tu nikakutana na Mercy pamoja na Agi ambao walikuwa wamefura kwa hasira. Sijui nani ambaye aliwaambia kwamba nimeenda kupima figo nataka kutoa. Na walikuwa mahali pale kwa lengo moja tu kuniondoa ili nisitoe ile figo. Yani si kingine. Kwao hawakuwa tayari kabisa kuona naingia hospitali kumsaidia Mishra. Nasikia unataka kutoa figo kwa ajili ya yule mbwa. Ushakuwa chizi, huna akili wewe, si ndio? Sasa nasema hivi, hakuna kutoa figo, full stop. Nadhani tumeelewana. Aliongea Mercy akiwa na hasira kile. Kwa mikasirika, licha Agi na Mercy kuja, lakini hangeweza kubadilisha kile ambacho mimi nilikuwa nimedhamiria kufanya. Ilikuwa ni sehemu ya msaada. Nilidhamiria kutoa figo kwa namna yote. Haijalishi ni nani na nani ngoja kuniambia nini. Nitaathirika vipi, itakuwaje, kitakachotokea huko mimi sijui. Kwangu ambacho nilikuwa nakiona kwa wakati huu, ilikuwa ni njia sahihi ya kumsaidia Mishra. Kumbuka kwamba figo ni yangu jamani, inatoka kwenye mwili wangu. Kuna mtu ambaye nimwambia toe figo yake hapo? Kuna mtu amemwambia toe? Kuna mtu ambaye nimwambia? Niliwauliza nikiwa nimekasirika. Tatizo sio kutoa figo wala hiyo figo sijui kitu gani. Kumbe tatizo ni unamsaidia nani? Mbona kuna watu wengi sana kuwasaidia huko nje? Mtu gani unamsaidia yule? Ana maana gani? Yule ambaye hataki kutazama tu, mimi sio ni ustaarabu wake, sio ni chochote ambacho anakujali, hakufai. Yani hana faida yote na wewe. Hakuna kitu kizuri chochote ambacho mmewahi kufanyana. Hebu kumbuka alikulaza hospitali wiki 2 yule. Yani wiki 2 huko kule kwa ajili yake zataka kukua huyu. Hakukuwa na salamu wala chochote. Wewe ni mtu wa kumpa figo ni wewe kweli? Unashindwa kuwapa figo watu wengine ambao wanahitaji, Mercy na Agi, huenda niko kwenye upande ambao nyie mtaki hata kusikia, lakini ukweli ni kwamba huu ni upande wangu, nafanya kile ambacho mimi nataka. Sidhani kama napaswa kuingilia kwenye maisha yangu, ukizingatia kama mimi ni mtu mzima. Kwa hiyo upo sahihi ambacho naenda kufanya. Mimi niko sahihi au mnahisi kama nimechanganyikiwa? Okay, Agi tuondoke. Sawa.
kila la heri jamani. Tuko pale tunakusubiri. Utarudi na majibu kwa nini walisema mfadhili mbuzi. Tuko pale tunakusubiri. Alisema Marisa, akamshika mkono wake wakaondoka. Nijikuta nalia kama mtoto mdogo. Moyo wangu uliumia sana. Sikupenda kwenda kinyume na watu ambao ni ndugu zangu kabisa. Yaani hao ndugu zangu, yaani na kunitetea kote huku kunatokana na wao kunipenda. Yaani wananipenda mno. Lakini ndio hivyo. Mimi sikupenda kabisa. Sasa nimetengeneza chuki kati yetu. Nikajitahidi sana kustahimili maumivu ambao nilikuwa nayapata, lakini moyo ulikuwa unaumia sana. Sikuwa na furaha kidogo. Kugombana na watu ambao unawategemea kwa namna moja ama nyingine kuna umiza, watakupa mawazo na muda mwingine unaweza kugairisha kila kitu ambacho unakuwa unakifanya. Na nikanaanza hata kama nitakuwa nawakosea ama Mishra atakuja kuwa mbaya kwangu, sidhani kama mtoto wake anaweza kuja kunitenga. Sidhani kama itakuja kufikia. Kikubwa mimi nataka tu nimuombe Mungu ili nalo lipite. Nikajiambia maneno haya ndani ya moyo wangu, na ilikuwa ni sehemu ya kujipa nguvu ili nisonge mbele zaidi. Sasa nilijikuta na mtazama mume wangu ambaye alikuwa ameweka mikono kiunoni. Macho yake yaliungana na macho yangu katika kuangua machozi. Hakuwa na furaha. Alikuwa anaumia pia kuona nimetengwa na watu ambao walikuwa ni watetezi wangu muda wote. Ndio maana sikutaka ili litokee. Nilijua tutafika huko. Mume wangu alisema akinisogelea, tunafanya kwa ajili ya Shomara. Yeye ndio ambaye anatusukuma mpaka sisi tuweze kufanya hivi. Nilizungumza kwa sauti ya upole mno. Mwili wangu ulikubali kuingia katika kumbato la mume wangu, na kisha nikafuta machozi ambayo yaliendelea kunidondoka. Haitajalisha huko mbeleni nini hasa ambacho kitatokea, lakini kikubwa ni kwamba nimefanikiwa kuokoa maisha ya mtu mwingine. Natamani uwe hivyo. Naomba Mungu anisaidie. Niliendelea. Kikubwa baada ya hili nitakaa na Mishra, alafu nitazungumza naye kuhusu maisha. Nitamwambia kuna hiki na hiki. Atajua mambo mengi. Sijui hata nitamwambia nini. Au unaonaje? Usijali mume wangu, mimi pia binadamu kama alivyokuwa binadamu wengine. Natakiwa kutoa msaada bila kujali nini kitatokea. Ndio maana baadhi ya watu wanasema tenda wema afu ondoka zako. Kwa hiyo usitaki kujifanya mjuaji baada ya kufanya wema. Kungoja shukrani ndio ambako kunatuumiza, kwa sababu tunakuwa tunataka matarajio mengi sana ambayo huwa yanakuja kwenda kinyume. Nikaongea. Kizuri ni kwamba mume wangu alishanielewa muda tu. Kile ambacho nilikuwa nazungumza kwake ilikuwa ni kama nampa mlevi tu pombe zidi kuelewa. Akaniambia mambo mengi sana kuhusu Mishra, akanisimulia watoto wao na ambao walikuwa wanaishi hadi kufikia kwenye umri ule. Nilifarijika sana kuanza kumjua Mishra vizuri. Nikaona huu ndio ungekuwa upenyo mzuri sana wa kujua namna gani naishi naye ili maisha yetu yawe ya furaha kama ambavyo nilikuwa nataka yawe. Basi usiku ulipoingia tulikula, tukalala, na nakumbuka kuanzia siku hii ndo nilianza kufanya visomo vyangu vya usiku ili kumuomba Mungu kila kitu kiende sawa. Nilikuwa na swala zangu na kusoma baadhi ya aya za Qur'an ili kujiimarishia ulinzi zaidi. Kwa kuwa nilipenda kwenda kutolea figo mimi mwenyewe, sikuona kama kutakuwa na shida. Palipokuwa panapambazuka kama kawaida, tulio hospitali kwenda kumwona Mishra ambaye hali yake ilizidi kuwa mbaya. Hatimaye masaa kasonga na siku kwenda kutoa figo ilifika. Nakumbuka ilikuwa ni asubuhi hivi ambapo nilipelekwa katika chumba maalum, huko nikadungwa sindano mwenyewe ambayo ikanizimisha kama saa kadhaa. Nilipokuja kuamka nilijikuta nikiwa na mshono tayari, na tayari kiungo changu kimoja katika mwili kilikuwa kimetolewa. Nikasema asante Mungu. Nilisema nikijiangalia. Tabasamu lilikuwa mbele yangu kwa sababu nilikwenda kuokoa maisha ya mtu mwingine. Mume wangu pamoja na daktari walikuja na kunipongeza kwa kile ambacho nilikuwa nimekifanya. Kwao kilikuwa ni kitu kizuri sana. Kusaidia mtu mwingine katika maisha yake ni miongoni mwa vitu vichache sana ambavyo binadamu wa kawaida anaweza kufanya. Alizungumza daktari mmoja ambaye alikuwa peke yangu. Yaani umeongea jambo la maana sana ambalo tujawahi kufundishwa kote hasa mashuleni. Aliongea tena daktari mwingine akinipongeza na kunishika kichwani. Nikamwambia asante. Na sasa ukisikia sifa zinaponza, lakini sio hizi kwa za kupongezwa hivi kwamba umefanya wema kwa mtu fulani. Katika dunia hii ya kizazi cha nyoka, nikajikuta nimevimba kichwa mwenyewe. Nikamtazama kile daktari ambaye alikuwa karibu yangu. Kapeleka macho kwa mume kipenzi ambaye alinipiga busu katika paji. Mwili wangu ukasisimka. Nikaona kama dunia nimeitawala hivi. Kumbe ndo kwanza nilikuwa hospitali na subiri zangu maelekezo mengine kutoka kwa wale madaktari. Mimi mwenyewe sina figo. Nimetolewa nikampa mtu mwingine alikuwa anahitaji tena, ilikuwa bure tu. Daktari wa kwanza alizungumza, kabla nyamisha macho yangu kumtazama vizuri. Kumbe siko peke yangu. Watu wema bado wanaishi. Mume wangu alijibu pia akitabasamu. Tatizo wanaosaidia huwa wanalalamika kwamba hawajalipwa chochote kutoka kwa waliwahi kuwasaidia. Na mbona watu wanaacha kufanya wema? Daktari wa pili alisema, ni kweli kabisa, na wanaofanya wema mara nyingi ni wale ambao wanatambua kwamba dunia haina maana. Muda wote tunaweza kufa, maana si kitu ambacho tulikiunda sisi.
sio sisi ambao tuliunda hii dunia, na sisi sio binadamu wa kwanza kuwepo hapa. Wanasema tunakula ili tuishi ila tuishi ili tule. Ni vyema tu kwa maisha mtu mwingine kama una uwezo, ili uendako hata kwa Mungu upate sababu ya kuishi vizuri, alisema yule daktari ambaye alikuwa ni wa kwanza. Basi maneno hayo yalinipa faraja, nikajiapiza kwamba hata ingekuwaje basi sitathubutu kusema lolote mbele ya Misra. Nitalinda mdomo wangu, sitageuza wima wangu kama kinga kugombana naye, bali iwe tu kama sehemu ya kutambua mimi nani kwake. Nikajiambia kwamba sitaki kugombana naye tena kwa namna yote ile, kwa sababu tu nimempa figo yangu. Basi kupitia vipo vyangu hivi ndani ya moyo, nijikuta nikiweka tabasamu katika sura yangu. Nikajiona kama nimeisaidia dunia nzima hivi kwa kile ambacho nimekifanya, japokuwa ilikuwa ni kitu kidogo, lakini kwa upande mwingine kilibeba maisha ya mtu. Pole sana mke wangu. Mume wangu alisema akinitazama na kunipiga busu la pili katika paji la uso. Asante, nakupenda Shaibu. Nakupenda sana mahabuba wangu mzuri. Yaani uzuri wako wa sura unasadifu kila kitu ambacho kipo moyoni mwako. Jamani mume wangu umeanza mpaka naona aibu. Utanisifia nyumbani basi. Amna mke wangu bwana. Unajua una macho mazuri sana. Macho ambayo inatazama watu ambao wanahitaji msaada ili uweze kuwasaidia. Ni watu wachache sana ambao Mungu amewapa macho kama yako. Mume wangu jamani. No, hebu tazama midomo yako mke wangu. Ukiona kwa mara ya kwanza utajua kabisa una midomo ya kuvutia. Midomo hii Mungu ameiumba kwa ajili ya kuzungumza kuhusu wema tu, kuzungumza kuhusu msaada. Maana ulipambana sana kwa maisha ya Misra kupitia midomo yako. Masikio yako yamezibwa na pamba kali ambazo hazitaki kusikia sauti nyingine ambazo zinakuja tofauti na neno kutoa msaada. Sura yako upole inadondosha chozi la kwa nini watu wakuzuia kutoa msaada. Labda nikwambie kitu za muda. Mungu aliniambia, akawa ananitazama mwenyewe pale, akamba dunia yangu iko mikononi mwako. Nitapambana na wewe kwa kila hali na mali. Nakupenda sana. Nakupenda mno. Na asante kwa kuja kwenye maisha yangu. Alinipiga busu lingine mdomoni. Asikwambie mtu. Hamna kitu kizuri kama kuonyesha unapendwa mbele za watu. Kumbuka mume wangu alikuwa anaongea yote mbele ya kila mtu. Hamna raha ambayo iko kama hivi. Yaani mwanaume akupende kwa dhati, atamke maneno hivyo kila kitu mbele ya watu. Nikahisi nimepata amani. Kiukweli sikujutia kabisa kwa kile ambacho nilikuwa nimekifanya. Nilikuwa nataka tu kufanya kwa kweli, kwa sababu niliona naweza kusaidia. Saidia kwa sababu unaweza, sio kwa sababu unamsaidia naye. Basi nijiona ni mwanamke komando, shupavu. Nijiona na kila sababu ya kuiambia dunia kwamba mimi ni Zamda ambaye nina mwanaume anaitwa Shaibu. Tena sio mwanaume bali ni mume wangu wa ndoa, na ananiita mke wangu na si mkeka wangu. Kama ilivyokuwa kwa mwanamke siolewa afu anapenda kuitwa mke wangu bila kujua inamaanisha nini. Ukiona unaitwa mke wangu wakati hujaolewa, jifikirie ni kundi gani ambalo upo jamani. Kundi ambalo mimi nilikuepo, hawezi kuwepo mwanamke ambaye hajaolewa. Yeye atakuwa katika kundi la mkeka wangu. Kwa sababu unangaliwa afu unanyanyuliwa, una thamani yoyote mpaka pale utakapoolewa. Jamani. Shoga zangu Samka tuchamba jamani. Kama mwanaume wako anakuita mke wangu haja kuoa, eti kasema wewe ni mkeka wake. Ni mkeka wangu, yani anakukalia tu. Nimeumia. Basi kitendo cha mume wangu kunipiga busu kilifanya madaktari ambao walikuwa pale pembeni wamezunguka, wakiwa wanaandaa vifaa vyao, waliendelea kuwa wanatazama pale na wakawa wamefurahi sana. Na sisi tulikuwa kwenye mahaba mazito sana kupongezana vile ambavyo na kwa namna ambavyo kitu kwa kimetokea. Na hivi ndivyo ambavyo ilikuwa siku zote ambazo taratibu nyingine pia zikawa zimeendelea, kama kupandikiza ile figo katika mwili wa Misra. Basi jopo la madaktari ambao lilikuwa makini liliingia kazini kuanzia muda ambao walitoka katika chumba changu hadi siku ya pili na tatu. Ilikuwa ni zoezi zito sana, lakini kwa umakini mkubwa walifanikiwa kupandikiza figo ile, huku taratibu nyingine zikifuatwa. Furaha ilikuwa upande wangu mara baada ya kusikia kwamba Misra ameanza kupata nafuu, na hii ilikuwa ni kama wiki 3 mbele hivi wakati bado tukiwa hospitali. Nilifurahia kwa kweli. Kwa kuwa kwangu kukuwa na shida, basi nilianza kuruhusiwa na nikawa naenda kumuona Misra ambaye alikuwa amelala kitandani akiendelea na matibabu pale madogo madogo ambayo yangemsaidia. Hongera na pole kwa kuugua. Nilimwambia nikimtazama katika miguu yangu kulikuwa na shomara ambaye nilikuwa nimempakata. Asante sana, nakushukuru sana. Sikutegemea kama Zamda ungekuja kunisaidia. Nisamehe sana kwa yote ambayo nimefanya. Alikuwa anaongea Misra akidondosha machozi kama mtoto. Alikuwa anaumizwa na matendo yake ya nyuma. Alikuwa anaumizwa na kiburi na jeuri ambayo aliwahi kunionyesha hapo kabla. Kaambia usijali bwana, kila kitu kilishaisha. Ndio maana nimechukua maamuzi dhidi yako. Asante pia jamani kaka, ubarikiwe sana kakaangu. Alisema akimwangalia mume wangu alikuwa mbali, alikuwa amesimama mlangoni mbali. Basi bwana, furaha wakati huu ilikuwa imetawala katika kile chumba na kila mmoja alikuwa na furaha sana kwenye moyo wake. Sio mimi tu, sio Shaibu tu wala Misra ambaye alishindwa kufurahi. Nyuso zetu
zilionyesha kwamba tulikuwa na furaha sana. Kitu ambacho nilikuwa nakitaka cha kurudisha furaha katika familia yangu nilikuwa nimekikamilisha, lakini shughuli ambayo ilikuwa imebaki ilikuwa ni kudumisha furaha ile kwa muda wote ambao ningeishi duniani na wifi nikiwa kama wifi Zamda jamani. Sasa nakumbuka pale hospitali tulikaa hadi katika mwezi wa 8 pale mwishoni hivi tukaruhusiwa, lakini kwa muda wote huo hatukumuona Mercy wala Agi. Walikuwa wameninunia kweli kweli, yani hawataka kusikia chochote kuhusu mimi wala kujua naendeleaje. Kuna muda nilikuwa naumia, ile nilikuwa najiambia kwamba mimi ni mshindi, ipo siku watakuja kunielewa tu na watakuja kule. Nilikuwa namaanisha nini jamani? Kwa nini mtu anatakiwa kumsaidia hata kama ni mtu mbaya? Basi kauli waga inanipa nguvu sana kusema mimi ni Zamda. Basi bwana, tuliondoka tukiwa kama watu watatu. Tulikuwa watu wenye furaha sana, na hakuna sehemu nyingine ambayo tulienda zaidi ya nyumbani kwa mume wangu. Tukarudi nyumbani sasa tukiwa kama familia, na hii ndio ilikuwa njia nzuri sisi kuishi pamoja. Baada ya kufika nyumbani tulimkuta dada wa kazi ambaye mume wangu alimchukua wakati mimi nikiwa hospitali nilikuwa napatiwa matibabu. Alikuwa mwanamke wa miaka 23 hivi, kuzidi hapo. Yeye alikuwa anaitwa Lucy. Uzuri ulikuwa ndani yake huyo mwanamke. Kazi ya Lucy pale nyumbani ilikuwa ni moja tu, kuhakikisha kwamba anapika chakula katika kipindi chote cha maisha yetu sisi wagonjwa hadi tutakaporudi kwa sawa. Lakini pia angefanya kazi za ndani kama vile kuosha vyombo, kudeki, kufua na kazi nyingine kama ilivyokuwa kwa dada kazi wengine huko majumbani. Sasa siku ambayo nirudi kutoka hospitali, Mercy na Agi walikuja pale nyumbani. Hawakuwa na lingine zaidi ya kutaka kunipa pole na kumfundisha Misra kufuatia kile ambacho kwa kimetokea. Walikuwa wameingizana pale mida ya 1 usiku hivyo. Walikaa hadi muda wa chakula ulipofika na kwa pamoja tukala. Tulikuwa tunacheka sana. Muda wote huu ulionekana kama hakukuwa na kitu ambacho kimetokea hivi, na walipoamua kuanzia mazungumzo kwa sauti ya upole alianzisha Agi. Zamda akamwambia be, niitika. Ningia namtazama kabla ya kuhamisha macho kwa mume wangu ambaye nilimkonyeza kidogo yani kwamba kumekucha. Najua kutegemea kama situngekuja hapa. Ndio nimeshangaa kwa sababu amkuja hospitali. Ni kweli kabisa tukuja kwa sababu litukera. Yani umetutibua sana, umetufanya sisi wote wajinga eti. Kama ambavyo amesema Mercy, hatukuwa tumekubaliana na kile ambacho umekifanya na uamuzi ambao umechukua. Hatukupenda, lakini tulikaa sana chini tukajisuta wenyewe tukasema tumetoka mbali, tunahitaji kuchukulia kama ulivyo. Na kwa sababu hivyo ndivyo ambavyo ulivyo, kwa sababu wewe ni Zamda, afu mimi ni Agi, na yule ni Mirsa, huyu ni Shaibu, huyu ni Mercy. Tupo sawa lakini hatufanani kwenye maamuzi. Kwa hiyo tukaheshimu tu mapungufu ya kila mmoja. Hapa na Agi wanataka usijali. Unajua mlikuwa sahihi tena kwa asilimia kubwa. Tusidhani kama ni kitu kibaya kwa mlichokifanya, japokuwa kwa namna moja ama nyingine niliumia, ila mlikuwa sahihi. No bana, tukosea kidogo. Kwanza naombeni mnisamee. Mimi ndo Otto von Bismarck, kiongozi mkuu wa kuchagua nini kifanyike nini kisifanyike. Anyway, Misra alisema kwa kitu akimtazama Misra ambaye alikuwa na hema. Misra baada ya kuitwa aliitika, kamisha macho yake kutoka kwenye chakula hadi kwa Mercy. Unajua huko mbinguni hakuna pepo wala moto. Ilikuwa ni swali ambalo tulishinda hata kumuelewa alikuwa anataka kusema nini jamani. Basi kila mmoja akampa umakini zaidi na kumsikiliza, kwa sababu ni mara chache sana watu kama aina ya Mercy ambao wanakaushaga upepo upepo wa moto na mambo ya pepo sijui kuonekana kwenye ulimwengu huu. Ni mara chache sana kuongea hivi vitu. Mimi sijajua. Mimi alijibu, hauwezi kujua kama unamsikia mtu bila sababu ya msingi, ila mimi ambacho nataka kukuambia na nataka kumaanisha kwamba story kuhusu moto na pepo zipo kwa lengo moja tu, kutaka watu wafanye mema, waishi kwa amani katika maisha yao. Sio, unanielewa? Sijaelewa bado. Yani kwa nini? Hii ni dunia ambayo kila kiumbe anamtegemea kiumbe mwingine. Kwa hiyo unapomfanyia mtu ubaya siku moja, basi jua kwamba unaangamiza zaidi idadi kubwa ya viumbe, na ndio maana hasa wale viumbe ambao unaamini katika upande wako, na ambao hapo katika moto wanajua watu wanakwenda kuchoma moto moja kwa moja. Unatumbua sisi tupo chini ya nani na tunategemea kitu gani? Mbona mimi sikuelewi? Yani dunia kitu gani unaongelea? Lakini sisi tupo chini ya dunia ama kuna kitu gani? Yes, safi. Lakini ushawahi kusikia Mungu aliumba ulimwengu? Nilisikia ilikuwa mimi sijui kwa sababu hata sijasoma mambo ya jiografia. Sikusoma jamani. Mimi mbona nazunguka sana? Mwambie tu tuendane na muda. Masuala ya mbingu, moto, sijui nini. Mambo magumu ya nini? Aliuliza Agi akiwa anaonekana kwamba ana hasira. Kuongea kwa Agi niliona kama ameniongelea mimi, kwa sababu sikutegemea kama Mercy ambaye alikuwa ni malaya tu changu doa afu ni mpamu itaanza kutuambia sisi moto, sijui pepo, sijui mbingu, sijui Mungu aliumba. Atoke saki achi uongo. Nikaanza kuona huyu ananichosha. Nilimuona kama mwalimu wa hisabati anaingia darasani majira ya saa 8 tumekula tumeshiba.
hapana bwana, mwache, huenda hiyo ndio njia yake nzuri ambayo anaweza kutuelimisha. Mume wangu alizungumza, akanipapasa kichwani na mkono wake kulia. Nilihisi amani na raha. Kutojua historia ya vitu mbalimbali ndiko kunatufanya tusiwe watu wema na bora kila kukicha. Naomba nimsikize, huenda nikawa na maana msingi kuliko ambavyo mnataka kuzungumza nyie. Mercy aliongea. Kichwa chake kinaondoa na Mercy katika kichwa chake. Yeye mwenyewe ndo ambaye anafahamu. Hakuna mwingine ambaye alifahamu. Ingawaje nilikuwa najua kwamba Mercy alikuwa ni msomi, ila sikujua kama alijua masuala ya ulimwengu kama ambavyo alianza kutuambia. Mercy akaendelea, kwa kuwa mhusika mkuu yupo hapa, basi zungumza tu mama. Mume wangu alisema, kusema kwake kukampa nafasi Mercy kuongea. Isitokee siku ukafanya ubaya na wakaamini kwamba utakuwa umeisha katika maisha yako. Kama ambavyo wema mko ukitembea, ndivyo ambavyo ubaya pia mko ukitembea. Mbinguni hakuna pepo wala moto, ila kuna adhabu kwa kila nafsi, kuna starehe kwa kila nafsi. Sisi binadamu wa kawaida na viumbe wengine tupo chini ya ulimwengu, yani dunia. Ni ulimwengu ambao upo siku utakufa, kwa kuwa ni kiumbe cha Mwenyezi Mungu kama ilivyokuwa binadamu wengine. Aliongea Mercy. Alionekana mtu ambaye alikuwa anafikiria jambo hivi. Hakukuwa na mtu ambaye alitaka kumuongelesha, tukaamua kumpa uhuru wa kufikiria na kuongea. Akasema, babu yangu aliniambia haya. Na yeye aliambiwa na babu yake kabla babu yake kuambiwa na babu yake, na hata kabla ujue Waarabu na Wazungu. Babu alisema kwamba kwa kuwa sisi tupo chini ya ulimwengu huu, ni kwamba tunautegemea ulimwengu na kila kitu, kama ambavyo tunategemea mvua, tunategemea jua na kadhalika. Na ndio maana tukipata na matatizo tunaangalia juu angani tukiamini kwamba huko kuna Mungu, lakini ukweli sio hivyo. Ama muda mwingine tunainamisha vitu vyetu chini na kuabudu na kuamini wale sijui ni mababu ama miungu ambao mnaamini, lakini kuna Mungu. Tunazungumza na ulimwengu kwa kuwa ni ulimwengu ndio ambao tunautegemea. Yani kila kitu ambacho tunafanya kwa kuomba ni katika ulimwengu. Sasa hapa nikajiona na kila sababu ya kutoa kichwa changu kwenye bega la mume wangu ili nimsikie vizuri. Kwa naongea kitu kipi ambacho mimi sijui kama alikuwa na hii akili. Akasema, ili sisi tushibe, basi lazima ulimwengu ule na ndo tupatie sisi chakula. Yani unavyoona mvua inanyesha, basi ulimwengu umekula chakula chake. Ni kitu kirefu sana. Nikisema nikuelezea hapa, naamini kwamba tutadondosha machozi na hatutafika mwafaka. Sasa Mishra aliongea tena. Naomba nirejee kwenye kauli yangu ya hapo kabla nilipokuambia kwamba viumbe wanategemeana. Kama ambavyo sisi tunategemea ulimwengu kutupa mvua na jua, ndivyo ambavyo viumbe wengine wanategemea kula kupitia sisi. Yani tunakula chakula kwa sababu tuna viumbe wengine tumboni ambao ndio wanafanya tuwe na njaa. Huwezi kuhisi njaa kama hao viumbe hawatakuwepo. Huwezi kula kama hujamla ng'ombe. Huwezi kumla ng'ombe kama hakula nyasi. Ndio ninachomaanisha. Nyasi haziwezi kuota bila mvua. Tunategemeana, na ndicho ambacho kinatokea katika ulimwengu. Ulimwengu hawezi kutupa jua au mwanga au mvua endapo binadamu hawatalalamika kuhusu mvua. Sisi tukilalamika inakuwa ni njaa na kwa ulimwengu na dunia nzima. Kwa hiyo sisi kama tunahisi njaa lazima tule. Utakapokula basi unatupa sisi. Hata mtu yote atakapokula basi kuna neema anapata kwenye huko kula kwako. Na kuna muda unawapa viumbe wengine neema uko tumboni. Si una minyoo tumboni wewe kila wanafurahia. Alikaa kimya Mercy akitutazama mmoja baada ya mwingine. Babu aliwahi kuniambia kwamba zetu zimeshindwa kutuambia vizuri kwa nini watu wanaungua moto. Kwa nini watu wanakwenda peponi? Badala yake wamesema kwamba ukifanya wema unakwenda peponi, afu ukifanya mabaya unakwenda motoni. Wako sahihi, ila ongeza hiki, watu watakwenda huko katika makazi ya milele wakiwa kama nafsi. Nafsi hizi zipo ambazo zitatumikia adhabu, lakini haitakuwa kifo, bali itakuwa ni muda fulani. Kwa nini umepewa adhabu ya muda fulani? Mimi nikauliza. Mimi pia nilimuuliza babu hili swali, na ni swali ambalo nilikuwa nalitaka sana. Ni kwamba hapo mwanzo niliwaambia kila kiumbe anategemewa, na anategemewa ndani yake na nje yake. Yani kwa mfano wewe hapo Mishra unategemewa nje na mtoto wako, afu ndani unategemewa na viumbe ambao huwajui. Ukifanya wema kwa mtu fulani, basi fahamu kwamba hujamfanyia yeye pekee, bali umemfanyia yeye na viumbe wake wengine pamoja na watu wake wengine wa nje. Ukifanya ubaya kwa mtu fulani, ule ubaya unamwathiri yeye mpaka na viumbe wake wa ndani mpaka na viumbe wake wa nje na wale watu ambao wanamtegemea. Sasa kuna kiumbe mwingine ambaye anategemewa sana na huyu mtu, ama anamtegemea sana. Kwa hiyo thamani inamjumlisha. Yani inakuwa ni kama mfano hivi. Tuseme mfano ulikuwa umemuua mtu leo, na inakuja inapigwa hesabu ya miaka ambayo mtu huyu angeishi pamoja na miaka ambayo angesaidia watu wake wengi sana ambao wako nyuma yake. Yani kama Shumara hivi angeishi miaka 40, basi angesaidia watu wangapi? Nao watu wangesaidia watu wangapi wengine mpaka pale ambapo
yeye angekufa, basi inabidi utumikie hiyo miaka kwa muda wote. Yani kama alikuwa na viumbe 40 ambao wangeishi miaka 40, wanatakiwa upate msaada kwa Shomara ambao umemuua. Hao viumbe wewe, unafikiri pia hao viumbe 40 wao wangesaidia watu wangapi kwenye miaka 40? Kwa hiyo hapo ndipo ambapo inajumuishwa na kugeuzwa kwamba ni adhabu. Na ndio maana unaambiwa ogopa sana kuhusu kumfanyia mtu mwingine mabaya, maana laana yake inakuwa kubwa kuliko kawaida. Huyu mtu na watu wake wengine ambao wanamtegemea wanamtazama. Alizungumza Mercy akimtazama Mirsa, na alikuwa anamtazama sana. Nikaona Mirsa anaishiwa pumzi kwa nguvu sana. Alimtazama Mercy ambaye alikuwa tayari kushusha haraka. Mwingine akamuita tena Mirsa, akaitika, be, umri wako na vitu ambavyo unavifanya haviendani kabisa. Isahau dunia kama sehemu ya kuishi milele, kisha ikumbuke dunia kama sehemu ya kupita na kuondoka. Mimi na wewe ni nafsi tu. Usithubutu kuumiza nafsi ya mwenzako. Tunakwenda kunatisha sana Mirsa. Usifanye nafsi yako ikajuta kuwa katika mwili wako. Hebu tenda wema, mchukulie Zamda kama binadamu wa kawaida. Nakwambia Yesu kwa sababu mimi ni mwema sana, la hasha. Nakwambia kwa sababu dunia ina karma. Wewe una mtoto mdogo, bahati mbaya ni mwanamke, atakuja kuwa na mume. Unatamani mtoto wako apitie haya kwa mume wake kama ambayo anapitia wifi yako kutoka kwako? Mirsa alishindwa hata kujibu. Zaidi sana alianza kupiga magoti. Machozi alianza kumtoka kama shindwa kustahimili ile ambacho kinaendelea. Alijiona kama ni mkosefu ambaye alikuwa anahitaji msamaha. Naomba unisamehe Zamda. Nisamehe pia kakaangu kipenzi. Sikujua kama ningefikia huko kwenye maisha yangu. Sikujua kama ningekuja kusaidiwa na mtu ambaye nilimsema muda wote. Naomba mnisamehe jamani. Maneno haya alikuwa anazungumza akiwa analia. Shaibu ambaye alikaa muda mrefu alimtazama ndugu yake akamwambia, mimi sitegemei kama maisha ambayo uliishi mwanzo atakuja kujirudia kwenye maisha yako mbeleni. Sina mambo mengi. Kila kitu kimezungumzwa na Mercy. Sidhani kama tunatakiwa kuongeza jambo kwa sababu nitaharibu na hili limepita. Kama kuzungumza tayari wazungumzaji wamezungumza, kesho baki ni sisi kuishi kwa amani. Shaibu aliongea, na baada ya maongezi ya muda mrefu huku nikiombwa msamaha sana, nikachukuliwa kama ni kitu cha kawaida hivi, na ikani kama ni tunaweza kuanzia maisha mengine ambayo mume wangu aliniambia kwamba anaweza kuwa bora kuliko leo. Na mume alikuwa anasema hivyo pia kwamba tuanze upya, mimi pamoja na wifi yangu. Wifi pia alikuwa amekubali. Amelia sana pale, ameomba sana msamaha. Na sasa mume wangu akawa amekaribisha furaha tena kwenye maisha yetu kwamba tuanze upya. Kweli bwana, tulianza upya na mume wangu akaamua kutufungulia maduka mawili, ambapo mimi nilikuwa maeneo ya Kivukoni nikiuza simu na Mirsa alikuwa Mji Mwema akiuza zake nguo. Hivi ndivyo ambavyo sisi tuliamua kuanza maisha yetu. Haya msikilizaji, maisha mapya yameanza katika hii familia. Tuko na wifi Kisebengo. Nyinyi mnaonaje? Mirsa amebadilika ama ni kwa sababu alikuwa na uhitaji jamani kwenye kumpa mtu msamaha? Sema kama Zamda anataraji wifi yake abadilike kwa sababu amempa figo, hii ni mbaya. Yaani ataingia kwenye kundi lile la kwamba unamfanyia mtu wema ili akujibu wema. Kumbe tumekubaliana kwamba tufanye wema tupite zetu. Kwa hiyo Mirsa ni machaguo yake. Kama tabia zake ni mbovu zitarudi tu. Kama atakuwa ameamua kujifunza atajifunza tu. Kama hajifunzi chochote hatajifunza tu. Wewe unaonaje jamani? Mnaokaa na mawifi zenu huko ndani, habari mnaishije ndugu zangu? Hebu tuambieni kwenye comment hapo, wenzenu ambao tujaolewa, tujue kabisa tujiandae na nini tunapoenda kukaa na mawifi zetu. Mimi naitwa Tutu. Hii ni sehemu ya 11 simulizi yetu ya Zamda. Mwandishi ni Samda Furna, hapa ni simulizi zetu media. Tukutane kesho katika sehemu ya 12.